mlikuwa na ushirikiano kwa muda gani kabla umuoe? Hiyo sasa imepita na wakati, kwa maana sasa siwezi nikasema ni wakati hii nilikuwa hivi na hivi. Siwezi nikasema ama kukumbuka hiyo. Hawezi kumbuka. Siwezi kukumbuka. Aliwahi kukuandikia barua ya mapenzi? Hakuna barua ya mapenzi aliniandikia. Na wewe uliwahi kumwandikia barua ya mapenzi? Ya nini? Kama tulikutana ulikuwa mnapendana na kitambo watu walikuwa wanawasiliana kwa njia ya barua na? Barua ya nini? Sasa tulikuwa nakaa kwa compound moja na yeye na ndugu yake. Sasa ni barua ni ya nini? I am satisfied. Thank you. Mliachana lini ama mliachana wakati ule? Hiyo tuliachana kitu kama 78, if I'm not mistaken. 78. Yeah. Kwa nini mliachana? Kuachana kwangu na yeye tuliwachana kwa maana alikuwa ananiingilia nikienda kucheza mpira, nikirudi ni vita saa yote. Kwa hivyo alikuwa na vita mingi. Hata ndugu yangu, kulikuwa na ndugu yangu tulikuwa nakaa na yeye, alikuwa ananifuata, hata alimuuma kidole. Nisema hawa sisi ndio tunamsumbua. Wakati ambapo ulianza uhusiano wako na huyu bibi yako, alikuwa na miaka ngapi? Hapo siwezi nikakumbuka. Unakumbuka kama alikuwa amefikisha miaka 18? 18. Hapo sasa yeye yote inaniuliza, siwezi nikakumbuka ilikuwa ni lini. Lakini wakati mlikuwa mnapendana alikuwa amefikisha miaka ya, was she considered an adult? Alikuwa amefikisha miaka 18? Yeye alikuwa amepita hiyo. Alikuwa amepita hiyo. Kwa hivyo kupatana naye akiwa miaka 16? Hakuna kitu kama hiyo. Mtu mzima. Alikuwa mtu mzima. Ndio. Na nikuulize, kabla uoane na yeye, alikuwa amepatana na yeyote yule mwingine anayesema ni bwanake? Mimi hapo sasa siwezi kujua. Jinsi tulikuwa tumeoana, nilikuwa najua hajaenda pale popote ama kwenda na mtu yeyote. Kwa hivyo ulimuoa akiwa bikra? Hivi. Na mapenzi yenu ilikuwa I'm looking for the word, my Lord. Ilikuwa consensual? Hebu rudia hapo, sija kusikia. Mapenzi yenu ilikuwa unamlazimisha ama alikuwa anakubali, ama ilikuwa wewe ndio unang'ang'ania hiyo mapenzi yako? Sikuwa nimemlazimisha. Jinsi nilikuwa tumeongea na yeye tukapendana, ndio akakuja hivyo. Sasa mtu huwezi kumlazimisha. Kama ni kumlazimisha tungekaa na yeye. Mlikaa kwa muda gani? Hiyo karibu miaka 4-5 hapo. Kwa hiyo miaka 4 ama 5 alipata watoto wangapi? Ni huyo tu mmoja. Kuna wakati ambapo alipata mtoto akakuwa na ile ambayo tunaita miscarriage? Hakuna. Mimi najua tu wakati tulikuwa nakaa na yeye ni huyo mtoto yangu Ronnie Chwea Samuel Onyancha. So mtoto wako ni Ronnie Chwea Samuel Onyancha ama D Chwea? Ndio hiyo. Hakuna, hizo jina zote ni zake? Pardon? Hizo jina zote ni zake? Hiyo yote ni zake. Wakati wa mwisho wa kuongea na huyu mtoto wako ilikuwa lini? Hapo sasa siwezi nikakumbuka, miaka imeenda. Hata ukiona nywele yangu si mimi yule ambaye nilikuwa wakati ule. Siwezi nikakumbuka. Wakati ambapo mlikusana na mama ya mtoto, kama unaweza kumbuka, ulikuwa bado unawasiliana kujua vile ambavyo mtoto wako anaendelea, anakula nini, anavaa nini?
baada ya nyinyi kuenda kando? Hakuna uhusiano wote ulikuwako. Kama sasa mtu mmeachana tena kuna uhusiano gani? Lakini mlikuwa na mtoto. Ndio, tulikuwa na mtoto. Kama ni usaidizi, kama mimi nilikuwa na hiyo usaidizi, ni mimi na mtoto. Kwa hivyo unasema mbele ya mahakama au kujijulisha ama au kujihusisha na chochote ambacho mtoto alihitaji wakati ambapo uliachana na mama yake? Mimi kwa maana ni damu yangu, wakati tulikuwa tukutana na yeye namfanyia. Kwa maana ya nini? Kutana na yeye wapi? Ama mara ngapi? Kwa hiyo shule. Kwa hiyo shule ambayo alikuwa anasoma. Ulikuwa bado unaenda kwa hiyo shule ambayo anasoma. Kuna mahali ambapo uliandikia shule ukisema kuwa hiyo sio majina ya mtoto wako? Hapo sasa niende kwa shule kufanya nini athibitishe majina ya mtoto yangu ama nini? Mimi kitu ambacho nilikuwa nataka kuona anaendelea na masomo. Maneno mengine ya kusema nini mimi siokuwa nayo. Kwa hivyo wewe ulikuwa tu unajishughulisha na vile ambavyo anasoma kabisa sasa. Na ulikuwa unajua vile alikuwa na perform yote, kama si hiyo report card kama umeona hapo yote. Report card iko na jina ya nani hapo juu? Uonyeshe hiyo report card. Report card imeandika jina ya nani hapo juu? D. Chwea. Ndio. Kuna jina yeyote imeandikwa Samuel Onyancha kwa report card yote ambayo uko nayo? Sasa report card yote nini hiyo kitu sio ilikuwa imeingia hapo. Wakati hiyo sasa nimechukua ndio sasa nimeleta hiyo maneno yote na mama yake akabandika hiyo. Mama yake, kwa hivyo unasema alibadilisha jina yake kinyume na vile ulishauri hapo? Yeye ndiye alifanya hiyo maneno bila mimi kujua amefanya namna hiyo. Sasa kama mimi nilikuwa nimempatia hiyo jina na yeye akaongeza ya, na haukuwa na ubaguzi wowote? Mimi siokuwa na ubaguzi. Ya nini niwe na ubaguzi? Ya hiyo jina ambayo mama yake amebadilisha. Kama alibadilisha hiyo sasa ni kulingana jinsi ana mahitaji yake. Mimi siokuwa na interest hiyo maneno ya kubadilisha nini. Na tena haukuwa na interest na hiyo maneno ya jina ya mtoto wako, sio? Yeah. Na pia wakati ambapo uliachana na huyu bibi yako, unasema ni bibi yako, haukuwa unajishughulisha na chochote kinachotendeka na mtoto wako. Na sasa kama alikuwa anaketi na yeye, sasa ningeshauri yeye namna gani? Wakati ambapo mliachana, uliweza kumnunulia huyu mtoto chakula? Ama ulikuwa unatumia hiyo wakati ambapo ni pesa? Ulikuwa unapeleka pesa ama unanunua chakula ama unanunua nguo? Tukikutana na yeye, tukikutana na yeye, ewe bahati tumekutana na yeye, nilikuwa namshughulikia. Kwa maana ulikuwa unakutana na yeye wapi? Hata akiwa kwa shule hapo, kwa maana mimi shule hiyo ilikuwa karibu na nyumba yangu hapo. Kwa hivyo ushahidi wako mbele yako ni kuwa ulikuwa unashinda shule ya mtoto? Kushinda? Ulikuwa unaenda shule ya mtoto time and again? Sio kwa naenda kwa shule, tukikutana wakati lunch time, kwa maana hapo pale alikuwa anasomea ndio nyumba ya post ilikuwa. Sasa tukikutana na yeye hapo kwa kioski. Unamnunulia kaswiti? Namununulia kwa kitu. Okay. Yes. Huyu unayesema ni mtoto wako, unajua kama aliwahi pata watoto yeye mwenyewe? Bado? Unayesema ni mtoto wako, uliwahi jua kama alipata watoto? Nani huyo? Bibi yangu? Mtoto wako amepata mtoto? Sina habari. Hauna habari. Hawezi jua kama wewe ni grandfather? Au hii yote sasa unaniletea hapa ndio nasikia hiyo maneno sahihi. Ndio unasikia leo hii? Yangu yote ile nimekuwa nimeweka kwa hizi sermons. Yote hiyo ndio maneno yangu ya ukweli. Alizaliwa hospitali gani huyu mtoto? Yeye alizaliwa Kenyatta.
Kenyatta Hospital. Ndio. Unasema hii jina ambayo uliyompea Samuel Onyanja ilikuwa nani kwa familia yako? Onyanja alikuwa ni uncle yangu. Uncle yako. Na mlioana kwa jinsi ama kwa njia ya Kisii customary marriage? Ndio. Katika hii Kisii customary marriage ama Kisii customs, mtoto wa kwanza anapewa jina ya nani kwa familia? Kwa familia. Kama ni kijana anapewa jina ya nani kwa familia? Kwa jina ya familia yangu. Anapewa kikawaida kwa mila yenu, mtoto wa kwanza akizaliwa anapewa jina ya nani? Anapewa jina upande wa mama ama upande wa baba? Anapewa jina ya baba. Anapewa jina ya baba. Ndio. Kwa hivyo thibitisha kuwa huyu anayeitwa Samuel Onyanja hakuwa baba yako. Hiyo ilikuwa jina ya baba yako. Hiyo ni mimi ndio nilimpatia kwa mwana alizaliwa kwa huyu, kwa remembrance ya uncle yangu Samuel Onyanja.